wa serikali. GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali. GCLA tunalinda afya ya jamii na mazingira. GCLA asante Rais Samia, kazi iendelee. GCLA tutawajibika kutoa elimu kwa wachimbaji hawa na kusimamia kikamilifu sheria za nchi. Kemikali za migodini tusipozitumia kwa utaratibu unaokubalika, tutajikuta manufaa tunayoyapata kwenye sekta hii yote yanakwenda kwenye kutibu wananchi. Pasina shaka hujambo na karibu katika kipindi cha Ijue Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, ambapo wiki hii tunamulika mafunzo kwa makamanda wa TAKUKURU mkoa wa Morogoro. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ilianzishwa chini ya sheria namba 8 ya mwaka 2016, ambayo pamoja na majukumu mengine, sheria hii inaipa mamlaka kuwa chombo cha juu cha maabara ya rufaa katika masuala yote yanayohusu uchunguzi wa sayansi jinai, na vilevile inaipa jukumu la kutoa elimu kwa wadau. Katika kutekeleza jukumu hilo, Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali GCLA imeendesha mafunzo kwa makamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Morogoro ili kupata elimu namna ambavyo mamlaka inafanya uchunguzi wa kisayansi ili kusaidia kukamilisha shughuli za kiuchunguzi na upelelezi na hatimaye kusaidia upatikanaji wa haki kwa Watanzania. Kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Morogoro Pili Mwakasege amesema mafunzo hayo yataongezea ufanisi mkubwa katika utendaji kazi wa taasisi hiyo ya kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Morogoro. Hapo awali nilivyokuwa naelewa ni kwamba nilikuwa najua kwamba wanahusika na mambo ya upimaji wa sampuli mbalimbali. Ikiwa ni kwa wagonjwa au kama kuna uhalifu umetokea na vitu kama hivyo, kwa sababu nilikuwa naelewa ina mahusiano na utendaji wa kazi zetu sisi taasisi za kichunguzi. Kwa hiyo nilikuwa na ufahamu kwa kiasi fulani. Na baada ya mafunzo ya leo, kwa namna gani mafunzo haya yataleta tija kwenye utendaji kazi wa ofisi yako wa kila siku? Mafunzo ya leo kwa kweli yameongeza ufahamu zaidi, kwa sababu katika utendaji kazi wetu sisi kama TAKUKURU hatukuwa na kazi za moja kwa moja nyingi ambazo tulikuwa tunapeleka kwa mkemia mkuu wa serikali kwa miaka hiyo ya nyuma. Lakini jinsi miaka inavyozidi kuenda na sayansi na teknolojia na malalamiko mbalimbali yanavyozidi kuongezeka na ubishani kwenye mambo mbalimbali katika chunguzi zetu za rushwa, tunajikuta mara nyingi sasa tumeanza kupeleka sampuli nyingi kwenda ofisi ya mkemia mkuu wa serikali kwa ajili ya kupata ufumbuzi kuhusiana na ule utata, ili tuweze kufikisha watuhumiwa au wahalifu mahakamani na kuclear au kuondoa ule utata, ubishani ambao unakuwepo kuhusiana na chunguzi zetu. Katika hatua nyingine, Kamanda Mwakasege amesema kuwa wamepata uelewa mkubwa juu ya utendaji kazi wa Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, hasa kwenye eneo la utoaji wa matokeo kwa wakati. Kwa kweli mafunzo ya leo yametusaidia sana na yatatusaidia sana pia kuwafahamisha wananchi wale ambao wanakuja kulalamika kuhusiana na ofisi ya Mkemia Mkuu wa Serikali, kwa sababu chunguzi nyingi hata ambazo tumekuwa tukizifanya au wananchi wanaokuwa wanaleta malalamiko, tukiwa tunafuatilia mfano zimeenda kwenye taasisi nyingine, kwa sababu hizi chunguzi hizi kazi tunashirikiana. Unaweza kuwa unafanyia kazi kama TAKUKURU, lakini kuna taasisi nyingine inabidi uipelekee kwa sababu ya issue fulani. Pengine ushahidi ambao unatakiwa kukusanywa lazima ukusanywe kutoka kwenye taasisi nyingine za kichunguzi au za serikali. Sasa wananchi wanakuwa wanatuletea malalamiko kwamba kila wakifuatilia majibu yao wanaambiwa yamekwama kwa mkemia mkuu wa serikali. Lakini pia mkemia mkuu wa serikali pia wakifuatilia wakiambiwa kwamba subiri mpaka labda baada ya wiki moja, wananchi wanakuwa waelewi, wanaamini kabisa kwamba hii ni kwamba wanatafuta, wamejenga mazingira ya kuomba rushwa. Lakini kwa mafunzo tuliyofundishwa leo tumeelezwa kwamba ucheleweshaji, na sio ucheleweshaji kwa makusudi, matokeo yanapokuwa yanachelewa sometimes sampuli zinakuwa ni nyingi, lakini pia kuna vipaumbele katika ufanyaji kazi wa zile sampuli. Kwa kweli tumepata uelewa mpana sana
ambapo tutaweza kuelewesha hata wananchi wale wanaolalamika kwamba huwa sio tu first in first out, lakini pia kuna vile vitu ambavyo vinatakiwa vitolewe majibu haraka sana, kiasi kwamba unaweza ukaweka pembeni hii issue hii uliokuwa unaichunguza ukaipa kipaumbele issue hii. Hasa tumeelekezwa kwa mfano uchunguzi wa maiti ambazo zinatakiwa zifanywe mazishi. Sasa hiki kitu huwezi kuendelea kukitunza kwa muda mrefu, lazima uchunguzi ufanyike haraka ili ndugu waweze kuendelea na maziko ya marehemu. Lakini pia kuna vitu ambavyo pengine serikali inaitaka majibu haraka sana. Kwa hiyo lazima hivyo vitu vipewe kipaumbele kulingana na issue yenyewe iliyo mbele ya taasisi yenyewe hiyo ya mkemia mkuu wa serikali. Kwa hiyo wananchi wale ambao wamekuwa kilalamika, tumepata kitu cha kuwapa majibu. Lakini pia tumejifunza kuna watu wengine majibu yanakuwa yako tayari, lakini muhusika, mtu ambaye anatakiwa kuchukua majibu ameshapigiwa hata na simu, lakini hajafuata yale majibu. Akiulizwa na upande ule ambao unadai majibu kupitia kwake, anasema majibu yako kwa mkemia mkuu wa serikali. Wakati mkemia mkuu wa serikali alishamaliza kazi yake muda mrefu, lakini watu hawajaenda kuchukua kwa sababu mbalimbali. Wengine wanasema hana nauli, hawana usafiri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumejifunza malalamiko sio yote kwamba mkemia mkuu wa serikali anachelewesha au anafanya nini au anajenga mazingira ya rushwa. Mafunzo ya leo kwa kweli yametunoa kwa namna fulani, na itatusaidia wananchi wanaokuja kwetu kuwaelewesha pale inapobidi wanapokuja na malalamiko ya namna hiyo. Ushirikiano ni nyenzo muhimu sana, kwa sababu hizi kazi tunafanya kwa kutegemeana. Umeona? Kwa mfano sisi kuna chunguzi ambazo tunachunguza, lakini tunaenda tunapeleka mambo mengine polisi ili nao wafanye sehemu yao watuletee tuweze kukamilisha chunguzi zetu. Tuna vitu ambavyo tunachunguza tunapeleka kwa mkemia mkuu wa serikali afanye sehemu yake atuletee tuweze kukamilisha kesi zetu. Kwa hiyo tukiwa na mashirikiano mazuri kama hivi yalivyo sasa yakaendelea kuimarishwa, nadhani itasaidia sana kuwasaidia wananchi kujibu maswali, kujibu issues ambazo zinakuwa zina arise ambazo zinahitaji majibu ya haraka ambazo ni za kichunguzi, na hasa kufikisha watuhumiwa mahakamani na kesi zetu kwenda kumalizika haraka. Ni utaratibu mzuri sana wa elimu kwa umma, kwa sababu ndo kama hivi ambavyo nimeeleza faida ambazo nimezipata mimi kwa ninyi kufika katika ofisi yetu na kutoa mafunzo kwa maafisa wachunguzi ambao tunadili na hizi kazi za kichunguzi. Kwa maana hiyo, yani kuna vitu vingi ambavyo tunajifunza, lakini pia hii elimu isiishie kwa sisi vyombo vya kichunguzi. Wananchi pia ambao ndo walalamikaji, ambao wanalalamika kwetu na pia wanalalamika kwenu, wanahitaji sana kupata hii elimu. Na nadhani tuongeze ile public awareness, tujikite sana hapo. Wananchi tukiwa na uelewa mzuri, nadhani hata malalamiko yanakuwa yanapungua sana. The same hata sisi kwenye rushwa tunafanya hicho kitu, tumejikita sana kwenye kuelimisha. Tunaelimisha wananchi waelewe. Kwa hiyo unakuta hata vitu vingine wanakuwa wanalalamikia taasisi, ofisi ya mkemia mkuu anafanya hivi, lakini ni kwa sababu tu ya kutokuwa na uelewa. Lakini wanapopata kutoka kwenu, wakaelewa shughuli zenu ni nini, majukumu yenu ni nini, mnafanyaje, process zikoje, zinachukua muda gani, mwananchi hapo anakuwa hana kitu cha kulalamika au kuhisi, kwa sababu tayari anakuwa ameelimishwa kutoka kwa wadau wenyewe wahusika. Kaimu meneja wa maabara ya chakula na dawa Everlight Matinga ameeleza uhusiano wa kiutendaji uliopo baina ya TAKUKURU na GCLA. Darasa la leo nimeliona ni nzuri kwa sababu tumepata fursa ya kuongea na wataalamu au maafisa wa TAKUKURU mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo ni jambo jema kwa sababu na wao ni wadau wetu ambao tunashughulika nao kwenye masuala ya wakati mwingine wa kesi za jinai ili kusaidia jamii kupata haki. Kwa hiyo darasa lilikuwa jema na wamepokea vizuri kwa mtazamo wangu, kwa sababu pia wengi wao walikuwa hawafahamu exactly majukumu ya mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali, na wamekiri kabisa kwamba walikuwa hawajui vema, lakini wamesema kumbe mna kazi nyingi namna hiyo, na kumbe tuna uhusiano wa karibu sana, na wakati mwingine tumewapa mifano hai jinsi ambavyo wamekuwa wakituita katika kesi zao mbalimbali.
Kwa hiyo leo darasa lilikuwa jema na wameelewa kwamba mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ni sehemu au ni wadau katika kupatia jamii haki kwa njia ambayo sisi tunashirikiana nao. Eneo ambalo GCLA inashirikiana na TAKUKURU kufanya kazi ni katika masuala ya kesi. Wakati mwingine kuna kesi nyingine zinaweza zikaleta utata, labda mtu amepewa majibu ya DNA, mwingine bila kuwa na uelewa mzuri tu akasema haya majibu siyataki, au pengine labda kuna rushwa imetumika, labda kwa bahati nzuri au mbaya aliambiwa majibu utayapata kwa siku kadhaa, lakini kutokea changamoto ikasogeza siku mbele kidogo. Yeye anaona kwamba labda kuna namna ambavyo hawa wakemia labda wamenidanganya au wana kitu fulani wanafanya, kumbe ni kukosa uelewa. Kwa hiyo mwingine anakimbilia TAKUKURU kushtaki kwamba mimi majibu nimepewa yamechelewa, sina imani nayo. Kwa hiyo hapo itabidi tushirikiane na TAKUKURU kuelezana. Lakini pia katika kuchukua sampuli za makosa ya jinai, wakati mwingine zile zinazohusu maslahi ya jamii, maslahi ya kitaifa, wakati mwingine tunashirikiana nao katika kufanya hizo kazi ili kuhakikisha kwamba jamii inapata haki na ipata usawa kutokana na majibu tutakayotoa wakati wa uchunguzi wa sampuli au vielelezo vya aina mbalimbali. Kama mjumbe wa kamati ya elimu kwa umma, hii inatupa furaha sisi pale tunapoona wanayapokea mafunzo kutoka kwetu, na unaweza ukagundua kwamba kuna uhitaji mkubwa bado wa kuendelea kutoa elimu, na kwa sababu tunajua uhitaji wa makundi mbalimbali, basi inatusaidia sisi kujua kundi gani linahitaji mafunzo gani kutokana na majukumu mengi tulio nayo ya utekelezaji, hasa ukizingatia kuwa mkemia mkuu wa serikali au ofisi ya mkemia mkuu wa serikali imepewa jukumu la kutekeleza sheria 3 za nchi, yani sheria ya mkemia mkuu wa serikali, lakini pia sheria ya vinasaba vya binadamu na sheria ya kemikali za viwandani na majumbani. Sasa kutokana na maswali yao utagundua kundi hili ninatakiwa niwafundishe jambo hili ambalo tunahusiana ili kusaidiana na kuweza kutekeleza majukumu. Baadhi ya makamanda wa TAKUKURU wa wilaya wameeleza jinsi mafunzo hayo yatakavyosaidia utendaji kazi wao wa kila siku. Kwanza nishukuru ofisi ya mkemia mkuu wa serikali kwa kuweza kutupatia mafunzo leo kuhusiana na masuala mbalimbali ya utendaji wa ofisi yenu. Na ninashukuru kwamba mafunzo haya kuna kitu yameniongezea. Awali mimi sikuwa nafahamu kwamba kumbe mna majukumu mengi. Nilidhania tu vile huwa nasikia kwamba wananchi wanaobishania mambo ya watoto basi ndio jukumu hilo ndio mnafanya. Kumbe mnafanya vitu vingi, mnaenda kukagua mpaka miili ya marehemu na kesi zingine nyingi mnafanya. Kwa hiyo katika kazi zetu sisi za uchunguzi pia huwa tumekuwa tukiomba zile bodi za zile ofisi zenye taaluma fulani kutufanyia uchunguzi wa mambo mengine, kwa sababu pamoja na kwamba tuna taaluma ya uchunguzi, lakini zipo kesi mbalimbali ambazo ni lazima tupate taarifa za kitaalamu, kama ambavyo wakati mwingine huwa tunaomba taarifa za kitaalamu za maandishi, tunaomba kule jeshi la polisi. Lakini pia kumbe tulivyojifunza leo kwa kuhusiana na ofisi ya mkemia mkuu wa serikali anayofanya kazi zake, nasi tuna uwezo wa kutumia sasa taarifa za kitaaluma, taarifa za kitaalamu kutoka katika ofisi hii ambazo zitatuongezea, wazungu wanasema zita add value katika kazi zetu, zitatuongezea ubora katika kazi zetu za kichunguzi pale ambapo kuna mabishano yanayohusiana na masuala ya vinasaba na masuala mbalimbali kuhusiana na watu vikihusianishwa na utendaji wa ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. Kwenye jamii tunakutana, unajua kwa mfano sisi ni taasisi ya kichunguzi. Wakati mwingine mwananchi anakuja analeta tatizo lake au taarifa yake kuhusiana na jambo ambalo anaona hajatendewa haki. Likifika kwetu wakati mwingine unaweza kachukua muda ambao yeye alitarajia labda alifanyike ndani ya siku 2, siku 3 apate majibu
mwafaka kulingana na tatizo alilolileta. Lakini wakati mwingine anaweza kutuchukulia muda mrefu kidogo. Sasa wao wakiwa huko huwa hawajui. Wanadhani tu kwamba mradi nimepeleka pale ndani ya siku 2, yani kazi yake ni hiyo moja. Vivyo hivyo katika utendaji wenu pia tumegundua kwamba wanaweza wananchi wakawa na jambo ambalo linatakiwa lifanyike na ofisi yenu. Sasa kutokana na kwamba mnaweza mkawa na majukumu mengine ambayo yanakuwa tunasema yenye public interest au yenye mtazamo ambao wa kitaifa zaidi. Hilo linachukua umuhimu kufanyika kwa kwanza na kusubiri haya mengine yaweze kufanyika kwa baadaye. Sasa hayo yote ya kufanyika, sisi wananchi wanaweza sio wanajua kwa sababu hawaji katika ofisi yenu. Lakini sisi ambao tunayo nafasi pia ya kuweza kumwelimisha mwananchi, tunamweleza, tutatumia nafasi hii kumweleza na kumwelekeza kwamba hivi vitu sio kwamba ofisi hii inafanya kwa makusudi, ila ni kutokana na majukumu yaliyopo na kutokana na unyeti pia wa jambo ambalo limejitokeza kwa wakati huo. Mafunzo yalikuwa ni mazuri na ambayo yameweza kutufungua sana kuhusiana na utendaji kazi wa ofisi ya mkuu mkuu wa serikali, na sehemu kubwa ambayo ilikuwa inatupa shida ni kwenye uelewa wa namna gani vipimo vya DNA vinachukuliwa na hasa kwa upande wa matatizo yanapotokea majanga, lakini pia kwa upande wa wenza wanapokuwa na migogoro ya kifamilia. Kwa hiyo mafunzo haya yametusaidia kutupa nafasi na mwanga wa kuweza kujua sample zinazochukuliwa, lakini pia na taratibu zote ambazo zinapaswa kufuatwa katika uchukuaji wa samples za DNA. Yatatusaidia sana kwa upande wa taasisi, kwa sababu kwa muda kidogo kumekuwa na shida ya baadhi ya wananchi kulalamika kwamba baadhi ya kesi ambazo zinakuwa mahakamani zinakuwa zinacheleweshwa kwa sababu ya taarifa kutoka kwa mkemia wa serikali inachelewa kufika. Lakini kwa mafunzo haya ambayo tumepewa leo, inaonekana kule taarifa huwa zinatoka mapema, lakini pengine shida ipo kwenye upande wa sehemu zote za wilaya ambapo ama wanachelewa kuzipeleka ama zinakuwa zimefanywa kazi lakini zinachelewa kuchukuliwa. Kwa nadhani kwa sababu tumepata mafunzo na tumetambua weledi ambao upo kwenye taasisi husika, tutaweza kushirikiana na taasisi ambazo zinapeleka taarifa kule, lakini pia na wananchi ambao wanalalamika kwamba utendaji kazi wa taasisi ya mkuu mkuu wa serikali iko vizuri na taarifa zinafanywa kazi kwa haraka na kwa weledi, na hivyo itasaidia kupunguza malalamiko kutoka wananchi lakini pia na taasisi husika. Nadhani kuna haja ya kuongeza wigo wa elimu kwa umma na hasa kwenye maeneo ya wilayani, kwa sababu bado wananchi wanadhani kwamba taasisi husika ina mchango mkubwa lakini bado haijaeleweka vizuri. Kwa hiyo nafikiri kama mafunzo yetu mpaka wilayani yatasaidia sana kutanua wigo wa uelewa. Fidelis Bugoe ni meneja wa maabara ya sayansi jinai, biolojia na vinasaba, na hapa anatupa mfano wa sampuli ambazo mamlaka inazipokea kutoka TAKUKURU. Kwa siku ya leo tumefanya mafunzo na makamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa mkoa wa Morogoro. Mafunzo haya kimsingi yamelenga kuwapa uelewa makamanda wa TAKUKURU namna gani shughuli za mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali zinafanyika na ni taratibu zipi zinatumika katika uchunguzi ili wateja wetu waweze kupata huduma za kiuchunguzi ambazo zinatolewa na taasisi yetu. Mafunzo haya ni sehemu ya mwendelezo wa mafunzo na ushirikiano ambao uliopo kati ya mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali na taasisi zingine za kiuchunguzi ndani ya nchi. Mafunzo haya tumelenga kuwafikia wataalamu wa kuzuia na kupambana na rushwa, kwa kuwa tunafahamu moja ya malengo yao pia ni kuzuia vitendo vya rushwa. Tunafahamu kama mamlaka tunafanya mafunzo, lakini pia tunashirikiana na vyombo vingine vya kiuchunguzi, lakini pia wadau mbalimbali ambao wanatumia huduma za mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali. Madhumuni hasa ya kukutana na wataalamu wa TAKUKURU kwa wao kuwajengea uwezo wa namna bora ya kushughulikia malalamiko ambayo yanaweza yakatokea pale ambapo wananchi au watu mbalimbali hawafahamu taratibu za kiuchunguzi ambazo zinazotolewa na kuona kwamba kuna sehemu hawakutendewa haki. Kumbe ni sehemu tu ya kutoelewa namna gani ya huduma za mkemia mkuu wa serikali zinazotolewa. Kwa hiyo malengo haya pia yametusaidia kuwafikia na kubadilishana nao uzoefu
na kukumbushana majukumu katika kutoa huduma bora za kiuchunguzi, lakini pia kupunguza malalamiko mbalimbali ambayo yanaweza yakatokea kwa kutoelewa namna gani shughuli za mkemia mkuu wa serikali zinazotolewa. Mara kadhaa watu wamekuwa wakizungumza majibu ya mkemia mkuu wa serikali yanachelewa, au labda amekwenda kupata huduma za mkemia mkuu wa serikali anaambiwa hawezi kupata yeye moja kwa moja, labda afike kwenye mamlaka ombezi, hasa zile shughuli ambazo zinahusiana na uchunguzi wa vinasaba. Sasa hizi taratibu mteja anapoambiwa ili uweze kupata huduma za mkemia mkuu wa serikali katika masuala ya vinasaba, basi uwakilishwe na mamlaka ombezi ambayo itakuandikia barua. Sasa swala hili kwa watu wachache bado hawana uelewa nao, na pengine linaweza likawa ni sehemu ya malalamiko kwa TAKUKURU. Kwa hiyo tumefurahi, tumezungumza nao, tumewaelewesha, na pia tumebadilishana uzoefu namna bora ya kushukia changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zinasababishwa na watu kutoelewa taratibu, lakini pia wataalamu wa kuchunguza na kupambana na rushwa pia nao wana wajibu wa kuelewa hizi taratibu za kiuchunguzi ili tuweze kutoa huduma bora kwa wananchi. Kwenye maeneo gani mnashirikiana baina ya GCLA na TAKUKURU hasa kwenye kufanikisha chunguzi zao ambazo wanazifanya? Tunashirikiana katika maeneo mengi. Tunafahamu kwa mujibu wa sheria ya mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali, sheria namba 8 ya bunge ya mwaka 2016 na kanuni zake za 2017, mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali inafanya wajibu wa kufanya uchunguzi wa sampuli mbalimbali ambazo zinalenga afya ya binadamu, lakini pia na utunzaji wa mazingira. Lakini pamoja na hapo pia tunafanya majukumu ya uchunguzi wa sayansi jinai ili kusaidia utekelezaji wa haki. Na pia tunafahamu pia chombo cha TAKUKURU kina wajibu wa kufanya uchunguzi wa kuzuia na kupambana na rushwa. Yapo maeneo kadhaa ambako uchunguzi wa TAKUKURU unaweza ukakamilika baada ya kupata sampuli ambazo zimechunguzwa katika maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Ukiacha masuala ambayo sio ya jinai, hata katika changamoto mbalimbali za mirathi au changamoto mbalimbali za kijamii, yapo maeneo ambayo mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali inafanya uchunguzi ambao pia unaweza ukawasaidia taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa wao kuweza kufanya maamuzi katika masuala kadhaa yanayohusiana na aidha kuzuia au kupambana na rushwa nchini. Kufikia hapo tumefika tamati kwa juma hili. Kwa niaba ya kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma kutoka mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali, mimi ni Oscar Nixon Nkembo, mpaka wiki ijayo. GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali. GCLA tunalinda afya ya jamii na mazingira. GCLA asante Rais Samia, kazi iendelee. GCLA mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara wa vielelezo na sampuli mbalimbali. Inatoa ushahidi kwenye mahakama na ushauri wa kitaalamu unaotokana na uchunguzi wa kimaabara ndani na nje ya nchi. Ni maabara ya rufaa ya uchunguzi kwenye masuala ya uchunguzi wa sayansi ya jinai. GCLA inasimamia matumizi ya teknolojia ya vinasaba.